Basi tunakwenda kuanza kipindi chetu cha leo. Tutakuwa tuna discuss uh, chapter 4 ya Samueli wa kwanza. Tumepitia hapo nyuma Samueli wa pili wa... Do you see my screen moving or not? Okay. Wiki 2-3 zilizopita tulikuwa tuna discuss chapter 1, 2 na 3, na tuliona katika chapter 3 jinsi ambavyo Samueli alikuwa anamtumikia Mungu katika utoto wake chini ya Eli, na tukaona jinsi alivyoitwa kwa mara ya kwanza chini ya Eli na akapewa assignment ya mara ya kwanza. Tukaona jinsi ambavyo alimsikia Mungu kupitia msaada wa Eli, kwa sababu Eli ndo alikuwa anamuongoza, na neno la Mungu linatuambia kwamba Bwana alikuwa pamoja na Samueli wala hakuacha hata neno lake moja la Samueli lianguke. Leo tunaendelea na chapter 4 ambako nimegawanya katika sehemu mbili. Tutaanza kwanza na Samueli wa verse 1 mpaka 11, alafu tutaendelea na verse 12 mpaka 22. Nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Mungu. Neno la Mungu linasema, ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Nao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri. Nao Wafilisti wakatua huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana, Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti. Wakauawa watu wa jeshi lao lililokuwa uwandani, wapata watu 4,000. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huku, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi. Na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Wakasema, ole wetu, kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga Wamisri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake. Wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa, na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli wakauawa. Amina. Karibu moderator, uendelee. Amen. Basi naomba kama una point ya kuchangia, karibu. Tuendelee. Karibu Sister Victoria. In one mile, keep left. Sister Victoria umejimute naona. Samahani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ninachangia kitu kidogo katika mstari wa 3. Mstari wa 3 ninaona hao wanasema kwamba walilete sanduku ili lituokoe katika huu mstari. Kitu ambacho ninajifunza katika huu mstari, hawa watu walilifanya sanduku kama kitu cha dini na si kuna mtu anaongea na si kama, yani hawakuangalia ile sanduku kama ni Mungu mwenyewe, waliangalia ile sanduku kama ni kitu cha kidini, si ndio? Walitaka Keep left towards M60. Then What is that? I don't know.
Tuendelee, nimeshammute. Nadhani Rebecca yuko njiani Asante. na vyake. Walitaka kutumia kile kitu kama ni kitu tu kama chama kuliko badala ya kujisalimisha kwa Mungu. Yaani wanatumia hicho kitu kwamba ni kitu fulani cha kuwasaidia. Na hii kitu nilikuwa naongea na walimu wenzangu the other day kwamba inaonekana kama mna mtu anasema, unajua unapotumia vitu badala ya nafasi ya Mungu inakuwa kama ni ushirikina wa kiroho. Tunaona watu wanatumia mafuta, misaraba, maji, mapicha. Kuna mtumishi wa Mungu nilikuwa namjua, mdada mmoja nilikuwa nafikiri, unajua kwamba ni mtu anamwamini Mungu lakini siku moja nimemtembelea nyumbani kwake. The lady can't pray mpaka aweke picha ya TB Joshua, anaangalia picha ile ndio maombi yanaenda. Lakini kitu kikanifundisha, nikasema oh my gosh, Mungu na atusaidie. Na nikamsikiliza mtumishi mmoja alikuwa anafanya mahubiri, akasema unajua vitu vitakatifu haviwezi kuchukua nafasi ya maisha matakatifu. Hivyo ni vitu tu, unajua, lakini unakichukulia kitu ndo anakuwa Mungu wako. Ninasema Mungu atusaidie tumjue Mungu aliye kweli. Amen. Amen. Ubarikiwe Bishop. Karibu Sister Jane, then Rebecca, then Pamela. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya mimi kwa upande wangu kuna kitu kimoja kwa hapo kwenye mstari, sijui nitaenda kimstari, lakini nikisema mtakuwa mnanielewa mstari gani ili niweze kwenda haraka haraka kwa pointi zangu. Wale walipogundua kwamba wamepigwa, kuna kitu kimoja waligundua kwamba tatizo sio jeshi wala kamanda wala mpangilio. Walijua kuna shida ya spiritual kwamba Mungu wao, umeona? Ndipo hapo walipokumbuka sanduku la agano. Lakini ni kitu gani ambacho walichokifanya? Pamoja na kugundua kwamba the war ilikuwa ni about spiritual, kwamba Mungu wao alikuwa yupo, lakini kwamba walikuwa katika maamuzi ambayo hayafai, ambayo hayana maarifa. Umeona? Yani kwamba there's a question tukiwa kama Wakristo, kwa nini nimepigwa? Kuna sehemu labda umemkosea Mungu, kuna kuomba toba, umeona? Kwa sababu sanduku la agano maana yake uwepo wa Mungu, ndio maana kipindi hicho kwa wao ni uwepo wa Mungu. Kwa sisi sasa hivi uwepo wa Mungu tu bila sanduku la agano wherever you are, lakini kuna vile vitu kivifanya uwepo wa Mungu naye. Kila mtu hapa anajua na njia gani ya kutafuta uwepo wa Mungu. Umeona? Sasa pamoja kutafuta uwepo wa Mungu, waliutafuta kama Sister Victoria alivyoongelea. Sasa na hii tukia kama sisi wa Kristo, kuna muda tunapopita kwenye vita tumepigwa, lazima tunyenyekee kwa Mungu. Tuanze na toba, tumuulize Mungu, tutafute uso wa Mungu, wapi tumekosea, ili Mungu aweze kufanya kazi yake na tuweze kupata ule uwepo wa Mungu. Alafu kuna kingine tena, na nimeona kama kuna swala la imani ambalo lilivyotumika kwa hawa, kwamba swala la maarifa kwenye imani. Imani huja kwa kusikia, lakini tunapomtumikia Mungu tunahitaji maarifa. Shetani haogopi maombi, wala shetani hajaogopa, hata hapa tunaona hakuogopa lile sanduku. Maarifa yalikuwa yamekosekana. Ninaposema maarifa maana yake nini? Kwa mfano, kuna maarifa pale, kuna wengine unapewa maelekezo. Kwa mfano, ili sanduku la agano tukiangalia katika Yeriko, umeona Joshua alipewa maelekezo kwamba kuwe na makuhani 7, nyuma yake kuwe kuna sanduku, nyuma kuwe kuna wanajeshi. Hawa hawakubeba hayo, yani hawakutafuta hayo maarifa yoyote. Kwa hiyo na sisi wenyewe tuwe watu tunapita katika hivi vitu, tuangalie sawa, tuna Mungu tunayemtegemea, lakini maarifa ni muhimu, na shetani haogopi sisi kama tunamjua Mungu hivyo, umeona? Lakini yeye anachoogopa kile tunachokibeba, ndicho shetani atakiogopa. Naomba niishie hapo, wengine wachangie. Amen. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Nimekiona kitu kimoja kimenitisha. Nimeona hao Wafilisti jinsi ambavyo wanakumbuka Mungu alivyowatendea wana wa Israeli. Sasa hii inanifundisha sana. Mara nyingi sisi ndo ambao hatukumbuki Mungu ametutendea nini, lakini adui anakumbuka, which is very dangerous. Lakini akiweza kukusaidia ukaweza kukumbuka kwamba Mungu aliyekupitisha katika bonde ndio Mungu wa kwenye milima, hakika vita utavishinda. Kinachotufanya wengi tushindwe kufanya hivyo ni kwa sababu mara nyingi tuna concentrate na lile tatizo tulilonalo, kwa sababu adui aweza kukuletea tatizo hilo kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna wakati anaweza akakuletea tatizo la milima, wakati mwingine la mabonde, wakati lingine la mito. Umeona? Sasa samahani mara moja.
Samahani, naomba muendelee. Sijui gari yangu imefanya nini, naona mziki unacheza, nitakuwa nawapigia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mi point yangu imeongelea, lakini labda nitaongeza tu imoja. Hapo waliposema Israeli waliposhangilia Israeli Israeli walivyoshangilia nchi ikatingizika, Wafilisti wakauliza makelele haya ya nini? Nimereflect tu makelele kwamba kumbe kelele haimaanishi kwamba ndio uwepo wa Mungu, haimaanishi kwamba ndio Mungu yupo. Hata sasa hivi utakuta kuna sehemu, kuna makanisa utakuta kuna makelele mengi, lakini cha muhimu kunahitajika toba, kunahitajika matunda, ndio kuna nguvu za Mungu zinaonekana kwa njia, sio haionekani kwa njia ya makelele. Mungu atusaidie sana, amen. Amina. Karibu Sister Anna. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimeona mstari wa 4 anasema hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni, niko mlango wa 4, mstari wa 4 unasema basi wakatuma watu kwenda Shailo, nao wakalileta kutoka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi, na Hofni na Fineasi wana wa Eli waliokuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Unajua, tunakumbuka tulivyosoma last week kuhusu Hofni na Phineas wana wa Eli ambao walikuwa na uovu mpaka kiasi ya kwamba uwepo wa Bwana ukaondoka katika hekalu lake takatifu. Sasa unaona kama hapa wanalichukua sanduku la agano, lakini wanaenda na watu wale wale ambao wana unajisi mbele ya hekalu la Mungu. Nalinganisha sasa hivi na mtu ambaye ameokoka lakini ambaye ameokoka lakini ambaye amemwasi Bwana. Kwa hiyo the presence of God haiko naye, lakini anaweza the presence of God is not there, lakini bado wamebaki na ile karama. Wana wa Israeli walisahau na kutambua kwamba sanduku la agano ambao kuna presence of God haiwezi kuchangamana na watu ambao wana corruption, na ndio maana walipigwa because of that. Unajua the presence of God sio nisemeje, bringing the ark, walivyokuwa wanaipeleka ile ark of God without reverence and with corrupt priests, ilileta kwa wao kupigwa. Walijaribu kuforce mkono wa Mungu bila kutambua kwamba mkono wa Mungu unahitaji utakatifu. Pale penye presence ya Mungu pana utakatifu. Lakini tutakuja kuona huko baadaye, baada ya wale watu kufa, Eli kufa na watoto wake kufa, waliweza kwenda kulikomboa ile sanduku lao la agano. Ni kitu cha kujifunza sisi wenyewe. Unaweza kukuta kama unamfuata mtumishi ukifikiri kwamba ana carry the presence of God, lakini Mungu ameshaondoka, amebaki na karama tu. And this is what happened here. Bwana asifiwe. Amen. Karibu Sister Tina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi yangu mimi mwenyewe naielewa, sijui kama nyewe mtaielewa. Namna ya kueleza napata shida kidogo, lakini ngoja niseme tu, inaweza isiwe applied kwa hao wa Israeli, lakini labda kwetu, kwamba tusimtafute Mungu kwa sababu yani tumpende tu Mungu, tupende kuwa na Mungu, au tuokoke kwa sababu ya faida yetu, au yani ni ngumu. Sijui kama mmepata hapo ka point kwamba yani tusiwe tunamtafuta Mungu. Kwa mfano, labda mfano kidogo, tusiende kanisani Jumapili kwa sababu Jumatatu tuna mtihani. Yani tumwabudu Mungu kama Mungu, sio kwa sababu ata provide something. Kwa sababu hawa wenzetu wa Israeli walipoona wamepigwa ile mara ya kwanza, wakasema oho, tukatafute sanduku la agano. Kwa sababu waliona kumbe sisi wenyewe hatuwezi, tumtafute Mungu ili aje atuwezeshe. Which is okay, ni vizuri, lakini yani sisi tusimfuate Mungu au tusimtafute Mungu kwa sababu tunataka kitu fulani. Sijui kama mmeipata pointi yangu. Nimeipata pointi yako vizuri sana. Naweza nikasema kwenye simple thing kwamba they were trying to use God. Kunakuwa hata katika ubinadamu, mtu mwingine anaweza akampenda mtu fulani tu kwa sababu yule pale nikienda kwake nakula, lakini yule mtu chakula kimeisha, au yule mtu ameshtuka siku akasema huyu anakuja, ngoja nifunge mlango, basi yule mtu anamchukia straight away. Na mara nyingine
kama kipindi chetu kwenye hiyo point yako Sister Tina ni kubwa sana, kwamba wengi tunafikiria kumfata Mungu. Ni kweli Mungu ana uwezo wa kufanya kila kitu, lakini tunataka tumfate Mungu. Mungu, wewe nifanyie hiki, lakini mimi sikutaki. Sasa ninasema hivi, tuzipende kazi za Mungu na nguvu zake, tusimpende yeye kwa sababu tunataka tu atufanyie vitu alafu si hatutaki. Mungu akubariki sana sis. Na kuongezea tu hapa pia mazoea, samani sijanyosha, ni kwa sababu naongezea tu hapa mazoea, yani tunaenda kwa mazoea saa ingine, kwa kuongezea point ya Sister Tina kwamba unajua tu hivyo kama alivyosema, lakini saa ingine inakuwa ni mazoea. Kama tunamzoea Mungu, na shida na hiki unaenda kuchukua, unafikiri unaenda kuchukua tu box, hamna relationship. Amina. Sister Jane, naona nimekuona umenyosha muda mrefu, naomba nimruhusu Sister Kanana alafu nitakurudia wewe kwa sababu uko umeshaongea ya. Karibu Sister Kanana. Amen. Mi point yangu ni ndogo tu, yani kwamba ukamilifu wa Mungu alivyosema kwamba hawa watakufa, hawa watoto wawili wa Eli, tunaona sasa hapa inakamilika. Maneno ya Mungu hayabadiliki, kama akisema kweli inakuwa. Hawa watoto wawili kwa wakati mmoja. Kumbuka hiyo ni kwanza, hiyo unaweza ufikirie kiakili kwamba itawezekanaje hawa watu wawili wakafa kwa wakati mmoja, lakini hapa tunaona wanakufa wakati kama jinsi Bwana alivyosema. Kwa hiyo Mungu akisema neno lake limeandikwa, itakuwa vivyo hivyo. Kwa tujitafakari, kuna mambo mengi Mungu ameandika hizi nyakati za mwisho, tujue kabisa yatatimia kama alivyosema, na mengi yanatimia machoni petu, unaona. Kwa hiyo tusiwe tu watu wa kushangazwa au kushtukizwa. Kuna mambo mengi yanatimia hata nchi yetu ya Tanzania kama mfano. Haya yote ni mambo ambayo yameandikwa na watu walitabiri, wengi walitabiri kutana mambo yatatokea Tanzania. Tusiangalie hivi vitu kama ni kama tu hadithi. Hapana, haya neno la Mungu akisema itakuwa vile vile. Amen. Amen. Karibu Sister Jenny, then Sister Radhia. Amen. Nataka tu niseme kwenye hii point, naona imeongelewa, lakini nataka niweke katika ile hali kuwepo uwepo wa Mungu na pasipokuwa na uwepo wa Mungu. Kitu kinachotoa uwepo wa Mungu ni dhambi na mambo mengi kutoka katika utakatifu. Dadana kashaongea ili niweze kushusha haya mengine. Sasa tunaona kabisa hawa kupigwa kwamba uwepo wa Mungu kulikuwa hamna, ulinzi wa Mungu ulikuwa haupo kabisa. Umeona, na vitu vingine ambavyo vinatusababisha kujisahau. Nikisema kujisahau, hata mimi na wewe tunaweza kukaa katika mazingira yale. Mwaka jana nilipita kwenye jaribu hili, nilisoma Zaburi ile ile. Mwaka huu nimepita Zaburi ile ile. Yaani kuna muda tunajisahau, au niseme mazoea, lakini Mungu anabidi kutafutwa katika uso wake in the different way. Umeona, nao walibaka tukifanya hivi tunabeba kile sanduku bila kufanya mambo mengine. Umeona, na ile consistency, Mungu kinachopatikana madhabahuni lazima kilindwe madhabahuni. Kwa hiyo imanishi kwamba walikuwa wanashindwa vitu vingi, alafu baadaye labda kama waliweka tofauti, hawakuwa katika ile consistency ya kutafuta ule uwepo wa Mungu ili usikate. Kwa hiyo mimi na wewe tunajifunza nini? Kwamba kujifunza kwetu sisi kwamba kutafuta uwepo wa Mungu ni jukumu langu mimi na wewe. Kwa sababu gani? Ukiangalia sasa hivi hata sisi wa Kristo tunakimbia makanisa. Tunapoona sasa hivi uwepo wa Mungu hamna. Ngoja fulani awe kanisa sasa hivi na uwepo wa Mungu. Kanisa hili na uwepo, lakini mimi na wewe tunaweza tukashusha uwepo wa Mungu kwa kulipa gharama, kwa kuomba na kufanya vitu vyote. Na kukataa yale mazoea kwamba mwaka jana nilipita hapa, mwaka huu. Tunavyoendelea kumtafuta Mungu ndivyo Mungu anavyojifunua katika viwango juu ya viwango, glory to glory. Huyu ndio Mungu. Kwa hiyo ni hilo tu wapenzi, nitaka kushare. Mbarikiwe. Amina, barikiwa. Darazia, then kidogo niseme Pastor Dan, kaka Dani after Darazia. Kama kuna makelele Joy itaniambia. Okay, mimi kikubwa ambacho ninachokiona ni kwamba ngoja nijaribu kushout zaidi. Na shout sana. Kikubwa ninachokiona hapa ambacho mimi kimenigusa leo kwamba yani how powerful are God is. Kwamba yani tunabeba Mungu, sio Mungu wa kawaida, sio vimungu, lakini Mungu wetu yuko so powerful mpaka maenemy wetu wanajua, shetani anajua, lakini sisi tuliombeba Mungu hatumjui. Ndio maana kama Israel, yani they carry so much power but they did not know. Maadui zao wote walikuwa wanazunguka wanajua, lakini wao walicheza na Mungu. Kwa hivyo najifunza na mimi nisicheze na Mungu. Mungu ndiye kwa nao ni so powerful, ni so majestic, kwamba nisicheze na Mungu kabisa. I carry something more powerful. Kwa hivyo ni kulinda huo utakatifu
kumlinda huyo Mungu tuliokuwa nao, kwa sababu he's above everything. Amina, amina. Asante, ubarikiwe. Karibu kaka Dani. Sikusikii kaka Dani. Unaongea hatukusikii? Sasa hivi mnanisikia? Yes. Okay. Sawa okay. Yeah, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Nataka tu kuongezea kuna kitu kimeongelewa hapo na mpaka na Pam pia aliongelea kuhusu hayo mazoea, yani au tungoje tuweke Kiingereza kidogo, anaita BAU, business as usual. Now nataka tu kwanza nijaribu kwanza mimi mwenyewe niongelee kuhusu kwamba mimi kuna hiyo ilikuwa inanisumbua sana, na nilianza kuwa na usumbufu kwenye yale mazoea yale. Unajua yale unakuaga watu unasema wewe sijui ukiwa unataka kushinda kitu hiki afanya Jeriko, au unakuta mtu mwingine anakuambia kama sio labda unatafuta kazi soma Zaburi ya 13 au whatever, yani hivyo. Nikaamua kufanya research kujaribu kutafuta kwamba hivi actually neno la Mungu linasemaje kuhusu. Roho Mtakatifu akanibariki akaamua kuonyesha kwamba actually, kwa mfano, mambo yote aliyofanya Yesu, pamoja na kwamba vitu vingine vilikuwa vinajirudia, kwa mfano aliponya vipofu mara kadhaa au aliviziwi au nini, lakini hakuwa anafanya the same way. Na nikapata tukuelewa actually hakuna the only way. Hakuna the only way. Kwa hiyo tunachoona hapa kwa wana wa Israeli kwamba walibakia hapo. Sasa niende quickly kwenye another example ya kuhusu hiyo ambayo hata mimi nimeapply, alafu nitanyamaza baadaye. Ni kwamba kwa wale wasomaji kama wamesoma habari za Nehemia, okay? Nehemia alivyokuwa anaenda kuongea na mfalme kuhusu ishu yake ya kwenda kujenga ukuta, alivyokuwa kila akiulizwa swali, kabla ya kujibu anaomba kwanza alafu ndo anajibu. Anaomba kwanza alafu ndo anajibu. Na nakumbuka nishakumwambia mtu kwamba na mimi nimeanza kuwa na apply hii, yani kwamba hata nikienda job interview na nikiulizwa na sali kwanza alafu natoa jibu. Kuna mtu akakwenda akasema yaani unanena kwa lugha kabla ya kutoa. Hasa nakumbuka kuna mwajiri mmoja alishtukia akaniuliza akasema kwamba nimekuwa naomba huko na unajua yeye akajibuja akasema hivi, that's not fair. Akasema kabisa yeye kwamba akijua kwamba yuko defeated. That's not fair. Yaani kwamba hamna jinsi ambayo kwamba iwe upande wake atakuwa na ushindi wowote, kwa sababu kama mimi kila jibu nalotoa linapita kwanza mkondo wa Mungu. Ninachotaka kusema ni hivi, kutokana na hiyo point ya business as usual, ni kitu ambacho tunatakiwa tuwe makini, yani kwamba hata hizi kanuni, sio unasikia, sio ukitaka kufanya hivi kwanza, especially kwamba kuna sehemu moja ambayo inaoga mara moja inaninyamazishaga, ila kwa mfano tunasema kwamba kutaka kwanza kwamba tukianza maombi lazima tuanze na toba, au tukifanya hivi lazima tufanye. Ukishaanza kuweka lazima, ni kama vile unaondoa sasa ile faith, kwa sababu anyway, so let's be careful, kwa sababu hapa tunaona wana wa Israeli kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu Sister Anna. Amina. Mimi namalizia tu, kuna mstari wa 6 na mpaka wa 9 ambapo unaona unasema kwamba nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele walisema, maana yake nini huu mshindo? Anasema wakatambua, wakapata revelation ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini, wakaogopa. Ona ambavyo upande wa adui unatambua ukuu wa Mungu, unaogopa kuliko hata upande wa Mungu. Ni kitu cha kuogopesha sana. Alafu Mungu wa principle, anayemheshimu regardless yuko anamheshimu. Ukitoa sadaka hata uko upande gani, Mungu atakuheshimu. And this is what is happening here. Na wanasema kabisa ole wetu. Kwa nini? Nasema kwani haijawa jambo kama hili tangu kale. Wanaongelea even ushuhuda. Neno la Bwana tukamshinda kwa neno la ushuhuda. Wanakumbuka Mungu alichofanya kile Misri. Huku sisi kwetu wanataka kwenda kumchukua Mungu kama trophy.
Sasa tumchukue Mungu kama rosari, tumchukue Mungu kama labda mtu anasema nitalala tu na Bible, Mungu atanisaidia. Wakati mwenzako akichukua Bible anakwenda kuipiga Zaburi ya 109 na anakwenda na anajibiwa. Kwa hiyo umeweka kichwani tu kama trophy. And this is what is happening here. Nilichojifunza ni kwamba upande wa adui mara nyingi outsiders have more respect for the things of God than God's own people. Ni kitu cha kujifunza sana. And then the enemies of God, unaona kabisa wanasema wanajimobilize, tukutane, tuwe sawa. Wanaonesha more discipline and courage and unity kuliko God's own people. When the people are spiritual dead kabisa, wanasema tukachukue tufanye hiki, tujimobilize. Na ndio tunafundishwa kila siku na walimu wa neno la Mungu. Wenzetu wanafuata sala 5, wanamtafuta Mungu muda wote, they will go and they'll bow. Sisi tuta beep 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 beep. Kwa hiyo na Mungu akitu beep tunashangaa, akijibu upande wa pili tunasema wanapendelewa. No, ni kwa sababu ya vitu kwa tunamfanya Mungu kama trophy. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Basi karibu Dr. Belinda, uendelee. Amina, asanteni sana. Nilikuwa naendelea na mimi kujifunza. Kwenye mstari wa kwanza nilitaka tu kusema kuhusiana na tunaona Ebenezeri inatokea pale, lakini tumezoea mara nyingi Ebeneza, Mungu hata sasa Mungu ametusaidia. Hapa lilitumika Ebenezeri kama just a place, sehemu tu ambayo watu walikuwa wamekutana at that time. Bado walikuwa hawajakutana na Mungu akawasaidia kama ambavyo tutakuja kuona kwenye chapter 7. Kwa hiyo nilitaka tu mtu ambaye anasikiliza aweze kufahamu the difference between the two. Tunaona kwamba Israeli wanapigwa na Wafilisti na wanauawa watu wengi sana kwenye hilo jeshi. Lakini mara ya kwanza nikaanza kujiuliza kwanza, kwa nini Waisraeli walishindwa vita? Kwa sababu hili lilikuwa ni taifa la Mungu ambalo kama ambavyo Ibrahimu alikuwa ameambiwa na Mungu kwamba nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani. Na hao walikuwa ni descendants ambao walikuwa wamebeba zile baraka. Unajiuliza why, kwa nini walishindwa vita? Lakini watu wameshaongelea sana kwamba walizoea kumuona Mungu akipigana kwa ajili yao. Na ukisoma kitabu cha Kutoka unaona yale mapigo mengi ambayo Mungu alikuwa ameyafanya wakati anawatoa Misri all the way yuko nao mpaka Kanaani. There is a lot of things ambavyo walikuwa wameshaviona. Kwa hiyo walikuwa wamezoea kumuona Mungu akipigana kwa ajili yao. Na hiyo imeleta hiyo mazoea ambayo watu walikuwa wanayasema na kumchukulia kama is just there for us, na kuto kumchukulia seriously, kwa maana ya kutaka kuwa na fellowship individually kama mtu mwenyewe akaweza kuwa na mahusiano na Mungu ili akaweza kutembea naye. Sasa Mungu pia alikuwa ameshawashindia vita na Wafilisti before. Ukisoma kwenye Waamuzi 3:31 neno la Mungu linasema tena baada yake huyo alikuwapo Shamgari mwana wa Anathi aliyepiga katika Wafilisti watu 600 kwa konzo la ng'ombe, yeye naye aliokoa Israeli. Na ukija kusoma kwenye Waamuzi 15 na 16 kuna habari za Samsoni pale, ziko nyingi sana ambazo bado tunaelezewa jinsi ambavyo Mungu alikuwa anawakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Wafilisti. Kwa hiyo you would have expected kwamba hata sasa hivi basi angeweza kuwasaidia. Na ndio mara nyingi hata sisi kama Wakristo, kama watu ambao tumemwamini Mungu, sometimes kutokana na mambo mengine ambayo Mungu amekuwa ametufanyia huko nyuma, tunakuwa kama vile sijui niite kama tunajiona tuko entitled kwa baadhi ya vitu, kwamba Mungu lazima hiki atanifanyia, Mungu lazima atanifanyia hiki. Lakini kumbe ni kwa huruma zake tu kwamba hatuangamii, kwa sababu hakuna mtu yoyote kati yetu ambaye anaweza akasimama akasema mimi natembea righteously kabisa 100%. Na kutokana na hivyo wakapigwa. Verse 3 inatuambia hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? I started asking myself, hawa wazee walikuwa ni watu gani ambao walikuwa wana hiyo nafasi kubwa namna hiyo hata kuweza kufanya maamuzi kwa ajili ya taifa la Israeli? Wakati Mungu anaongea na Musa mara ya kwanza kabisa, anakutana naye kwenye kijiti kile kinawaka moto akiteketei. Mungu alimwambia Musa, enenda ukawakusanya wazee wa Israeli pamoja,
ukawaambie Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni tena nimeona mnayotendewa huko Misri. Kutoka 3:16. Na akawaambia kwamba watamsikia, alafu akasema kwamba atawachukua wazee wa Israeli aende pamoja nao wakati anaenda kuongea na mfalme, katika Kutoka 3:18. Na baadaye wakati Musa anafundishwa na baba mkwe wake kuhusu delegation, asikae anafanya vitu vyote peke yake, baadaye tunaona katika mstari wa Kutoka 18 mstari wa 21 inasema, zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wameaminiwa kutoka kwenye kabila zile 12, na kulikuwa kuna vigezo ambavyo baadaye Musa alivitumia katika kuwachagua. Kwa hiyo ni watu walikuwa wanamcha Mungu, watu walikuwa na uwezo mbalimbali, na walikuwa watu wa kweli na kwenye kuchukia mapato ya udhalimu. Kwa hiyo ukiangalia hivi unaona okay, yes, ni watu ambao kweli labda walikuwa wanastahili kutoa maamuzi, kwa sababu Mungu alikuwa amewaweka waamuzi kwenye Kutoka 18:26. So they were part and parcel of ile kambi iliyokuwa inaamini watu waliokuwa wanaenda kambini, kwa sababu unavyokuwa vitani kuna sometimes you have to ukae chini hicho like wale viongozi wanakaa chini na kind of kustrategize tunaendaje kutoka hapa. Kwa hiyo hawa walikuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa wanafanya maamuzi makubwa kwa ajili ya taifa la Israeli. Na neno la Mungu linasema Kutoka 18:26, nao wakawaamua watu siku zote, mashauri magumu wakampelekea Musa, lakini kila neno dogo walikuwa wanaliamua wao wenyewe. Neno la Mungu linasema hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Kwenye huo mstari wa 3 kuna mtu amechangia kwamba wao walitambua kwamba ni Bwana ametupiga. Kwanza kwa sababu walitambua nafasi yao, they knew who they were kama wana wa Israeli, na walikuwa wanajua kutokana na yale ambayo Mungu alikuwa ameshaongea nao zamani. Walikuwa wanatambua kwamba kutokana na uhusiano wetu na Mungu sisi ni watu wa aina gani. Kwa hiyo walikuwa wanajitambua kabisa kwamba kama leo tumepigwa namna hii, ina maana kuna kitu fulani hakiko sawa. Kuna mtu amekiongelea pia. Uhusiano wao na Mungu ndio uliokuwa umetetereka kiasi cha wao kupigwa vitani, ina maana kwamba Mungu hakuwa pamoja nao. Na walifahamu. Kuna mstari waga unanifikirisha sana, unasema ni nani asemaye neno nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza, kwenye Maombolezo 3:37, which shows kwamba katika kila kitu kinachotokea, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuamua kwenye maisha yetu, ana uwezo wa kuzuia vitu visitokee, ana uwezo wa kufanya vitu vikatokea. Lakini baadhi ya vitu vikitokea, ndio hapo kuna mtu alichangia pia kwamba unatakiwa you go back na kuanza kujitafakari ili uweze kutambua, kwa sababu kama Mungu anao uwezo wa kuzuia hiki lakini bado kimetokea, je, kuna kitu gani ambacho kimetokea kikaruhusu kikamfanya Mungu akaruhusu jambo hili likatokea? Even though sometimes anaweza akawa ana sababu zake mwenyewe, inaweza isiwepo dhambi kabisa, kwa mfano kama ambao tunaona kwa Ayubu. Kwa hiyo nikawa nawaza, kwa sababu hawa wazee ni wazee ambao walikuwa wanaamini, maybe tuna wazee kwenye maisha yetu ambao wanafiti kwenye hizi criteria ambazo ni watu wacha Mungu, labda kutokana na macho yetu ya kibinadamu unaangalia unasema huyu ni mtu ambaye ni mtu mzuri ambaye ninaweza nikaenda kwake kutafuta ushauri kuhusiana na jambo lolote ambalo linakuwa linaendelea. Lakini kumbe hujajua kwamba huyu mtu pamoja na kwamba wakati anachaguliwa let's say kufiti hiyo nafasi, tayari alikuwa na vitu vingine wakati huo ambavyo hakuwa yuko sawa na Mungu tena. Kwa hiyo ndo anakuwa anaongea tu maneno lakini hana uongozi wa Mungu at that point in time. Kwa hiyo tunaweza tukawa tuna wazee fulani kwenye maisha yetu ambao tunawatumia mpaka tunaendelea kuamini kwamba nikienda kwa fulani nitapata msaada, lakini kumbe msaada unaopewa ni msaada wa kibinadamu, kwa sababu yule mtu hayupo pale at that point in time akiwa anatembea na Mungu. Na jibu la matatizo yao likawa nini? Wakasema twende tukalete sanduku la agano. Sitaongea sana hapo kwa sababu tayari kuna watu
wameshaelezea, wakasema twende tukalilete, kwa sababu tukilileta ina maana tumemleta Mungu hapa, atatuokoa na mikono ya adui. Na sanduku la agano lilikuwa ni nini hasa? Ilikuwa ni kama jina linavyosema, ilikuwa ni sanduku, lakini hili lilikuwa ni sanduku special, kwa maana ya kwamba lilikuwa ni sanduku takatifu ambalo Mungu mwenyewe alikuwa amelitaka liwepo, liwe kama sehemu ya yeye kukaa na watu wake. Kutoka 25 1 mpaka 9, lakini nitasoma mstari wa 1 na wa 9 tu. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli. Alafu akawapa masharti mengi sana hapo katikati, wale wanaopenda akawaambia walete sadaka hiki na hiki na hiki. And then mstari wa 8 akasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Kwa hiyo ilikuwa ni sanduku ambalo lilikuwa lina signify uwepo wa Mungu pamoja na watu wake at all times. Na kutokana na yale ambayo walikuwa wameshayaona before, ndio maana walikuwa wanataka wakae na wakalilete sanduku la Mungu lije liwasaidie. Kwenye Kutoka 25 mstari wa 21 mpaka 22, Mungu alimwambia Musa, weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Mungu alikuwa anakutana na Musa pale na alikuwa anatoa maagizo kwa ajili ya wana wa Israeli. Mstari wa 4 kwenye Waebrania 9, neno la Mungu linatuambia kwamba katika lile sanduku kulikuwa kuna mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano ambavyo ukivifuatilia katika kutafuta maana ya hizo, ile maana ilikuwa ni iliyokuwa inakaa sasa katika ile sanduku, ilikuwa tu ni ukumbusho wa riziki ambayo Mungu alikuwa anawapa katika kipindi chote ambacho wako kwenye wilderness. Na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka ilikuwa inaashiria chosen priesthood, kama ambavyo na sisi pia ni chosen priests wa Mungu, kwa maana tumenunuliwa. Neno la Mungu linatuambia tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Kwa hiyo na sisi tuna hiyo nafasi, tumeambiwa tumewekwa kuwa wafalme na makuhani. Lakini Haruni alikuwa ndiye kuhani mkuu wa kwanza. Ile fimbo ilikaa mle ndani kama simbo ya kuelezea the chosen priesthood kama kuhani mkuu wa kwanza. Na kitu ambacho kingine kilikuwa kimewekwa ni vibao vya agano, zile ambazo zilikuwa zimeandikwa amri 10 zile za Mungu ambazo Mungu aliwapa, kwa sababu that was the basis of the covenant ambayo walikuwa nayo na Mungu. Na ili sanduku Mungu alikuwa anataka likae huku ndani. Kuna maelekezo ambayo Mungu alikuwa amempa Musa on how to make the tent. Alafu ndani kulikuwa kuna vitu vingine vingi tu ambavyo alitaka viwekwe, lakini alitaka one of the things viwekwe liwe ni hilo sanduku la agano. Na sanduku la agano lilikuwa linatakiwa kukaa hii sehemu ndani ambayo kulikuwa paliitwa patakatifu pa patakatifu. Hii sehemu iliyotangulia huku mbele ilikuwa inaitwa holy place. Alafu ile ya kule ndani baada ya hili pazia ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Hii just patakatifu huku patakatifu pa patakatifu. Na mtu aliyekuwa anaingia huku ndani alikuwa ni kuhani mkuu pekee, na alikuwa anafanya hiyo shughuli mara moja tu kwa mwaka, na kwa ajili ya kwenda kuomba atonement of sin. Na kwa hiyo hili hema lilikuwa ni sehemu ambayo sanduku lilikuwa linatunziwa humo ndani. Lakini sisi kama watu ambao tumempokea Kristo, tumefanyika kuwa hema, tumefanyika kuwa temple of God. Neno la Mungu katika Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo na maana sisi kama hekalu la Mungu, hii commandments za Mungu na kila kitu na nini, Roho Mtakatifu mwenyewe yuko ndani yetu, ambaye neno la Mungu linatuambia kwamba ameziandika sheria zote ndani yetu.
Kwa hiyo tunakuwa tuna Mungu ndani yetu tayari, kwa sababu Roho yake Mtakatifu anaishi ndani yetu, ambaye sasa ndio anatufundisha na kutusaidia katika udhaifu wetu, na hizo amri na kila kitu ambacho Mungu anataka tufanye tayari has been inscribed in our hearts automatically. Sasa wao walitaka ili sanduku liende, lakini wao walikuwa hawana Mungu kumfahamu katika mahusiano ya kibinafsi. Walitaka liende kwa sababu tayari walishaona zamani nini kilichofanyika wakati Mungu alivyowaambia walichukue sanduku wafanye labda 1 2 3. Kwenye Yoshua 3:9 mpaka 17, nitasoma tu mstari wa 17. Mungu alikuwa amemwelekeza Yoshua nini cha kufanya wakati wanakwenda kuvuka Jordan. Aliwaambia, na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Jordan, Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Hiki ni kitu ambacho walikiona kwa macho yao, wakaona kwamba kumbe hili sanduku linaweza ukilitumia linaweza likafanya miracles. Kuna mtu mwingine tena alitoa huu mfano tayari kwenye Yoshua 6 mstari wa 1 mpaka wa 20 pale, lakini mstari wa 4 unasema, na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kwa hiyo waliona jinsi ambavyo Jericho ilikuwa defeated, how it was brought down, ukuta, kwa sababu ya pamoja na vingine vyote ambavyo Mungu aliwaambia wafanye, lakini pia aliwaambia na sanduku wawe nalo wakati wanazunguka. Kwa hiyo ndio hii ambayo tunasema ni mazoea, kwa sababu tumezoea kumuona Mungu akifanya hiki kwa kitu hiki, bado tena unataka, kwa sababu it worked that time, na sasa hivi it will work this way. Lakini wameshaongea watu wakati tuna review, pia nilipenda hii good luck charm. Kwa hiyo watu walijua walihitaji msaada wa Mungu. That one they knew. Walijua kabisa kwamba hapa tumefika kwenye uwezo wetu wa kibinadamu, hatuwezi. Tunamhitaji Mungu. Lakini sasa jinsi ambavyo walitaka kutafuta msaada wa Mungu, ndivyo ambavyo walitumia kama ndivyo sivyo. Na ameelezea nafikiri Sister Victoria kwamba hata leo bado watu tunaendelea hivi in so many ways, kwa sababu ya kuzoea, kama hivyo alipotoa mfano mwingine I think ni Daniel, na pia kuna vitu vingine ambavyo tunavitumia kama good luck charm. Sielewi wagi, sometimes inategemea mtu alifundishwa nini na imani aliyokuwa nayo kwenye hicho kitu, lakini still unakuta mtu anatumia hicho kitu sio kwa sababu anamwamini Mungu. Kwa hiyo anakitumia kile kitu kama tu kwamba okay, nao nikinyunyizia hapa mafuta haya basi jambo langu limeisha. We are also guilty of the same. Mungu atusaidie sana katika hili ili tuweze kumtambua yeye, kumfahamu yeye, kuwa na fellowship naye, ili tukimfahamu then haya mambo mengine yote yanakuwa ni tunayapokea. Mungu alikuwa amewapa maelekezo gani wana wa Israeli kuhusiana na vita? Kwa sababu kumbe alikuwa amewapa maelekezo. Neno la Mungu linatuambia kwamba yeye neno lake ni taa na mwanga wa njia zetu. Kwa hiyo kumbe tukilifuata tunakuwa tumeshamulikiwa, tunapata guidance ya kujua nini cha kufanya. Na walikuwa walishaambiwa ni kwamba hawakulifuata neno la Mungu. Ukiweza kusoma Kumbukumbu la Torati sura 20 kuanzia 1 mpaka 19, nitasoma wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikilizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu na isizimie, msiche wala msiteteme, wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kupigana juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Kwa hiyo kama wangekuwa na mahusiano mazuri na Mungu, tayari walikuwa hawahitaji kwenda kulichukua sanduku, kwa sababu Mungu hakuwaambia walichukue sanduku waende nalo vitani, ila aliwaambia kwamba kuhani afanye kazi ya kuongea na watu, akiwakumbusha kwamba wasiingiwe na hofu, kwa sababu Bwana Mungu wao ndiye ambaye anaenda kuwapigania juu ya adui zao ili kuwaokoa. Lakini because
hawakutaka kufuata. Ina maana hata hii hii ahadi ikawa haikufanya kazi kwao because they did not know God. Hawakuwa na fellowship na yeye na kumfahamu. And to make matters worse, kama ambavyo kuna mtu amechangia, nafikiri Sister Anna, Hophni na Phineas walikuwa pamoja na sanduku la agano kama ambavyo verse 4 inatuambia, na even though walikuwa makuhani, lakini tunaona katika tuliona katika Samueli wa kwanza 2:12. Nilipenda zaidi English version ilivyokuwa inasema, now the sons of Eli were worthless men, they did not know the Lord. Kwa hiyo sasa hawa walikuwa ndio makuhani ambao walitakiwa kusaidia kuongoza, I think more than wale wazee ambao walikuwa wazee wa Israeli ambao walikuwa wanasema tu tukachukue sanduku. Kama hawa vijana wangekuwa wanamjua Mungu vizuri, ina maana wangeweza kusema no, maybe tufanye kama tunafahamu. Kwa mfano ukisoma historia ya mfalme Daudi, alikuwa anamuuliza Mungu kwanza kama aende kupigana au la, na alikuwa akiambiwa asipande anaacha, akiambiwa apande ndio anaenda, na in that way he was guaranteed victory. Kwa sons of Eli being worthless, na kuwa watu wasiomjua Mungu, ina maana haikuwa tena msaada wao kama makuhani ambao wamewekwa kwa ajili ya kuongoza hili taifa. Biblia inatuambia kwamba na sisi pia ni makuhani, kwa sababu tunapata ukuhani kupitia Kristo Yesu aliyekufa na akatununua kwa damu yake. Na ni swali la kujiuliza pia kwamba na sisi sasa na sisi ni makuhani, je, tunamjua Mungu? Kwa sababu kama hatumjui Mungu, ina maana wale watu ambao Mungu ametuweka sasa kutokana na ukuhani ambao tunaupata ili kuweza kuwasaidia walioko nyuma yetu, ina maana sisi sasa tunakuwa hatuwezi kusimama katika hiyo nafasi because hatumjui Mungu. Kwa hiyo sasa tunarudi tena pale kwamba we are supposed to know God personally. This underscores ile chapter iliyopita ya last time, kwa sababu tuliona jinsi ya kumsikia Mungu. Samueli tukamwona anamsikia Mungu, tukaona Yesu pale mwanzoni alihitaji msaada wa Eli kumwambia huyu ni Mungu anaongea na wewe, akisema next time jibu hivi. Lakini mwisho wa siku kama angekuwa hana mahusiano yeye na Mungu, ina maana ndio hapa sasa unaambiwa kitu tu na mtu mwingine yoyote unakichukulia kama kilivyo, kwa sababu wewe mwenyewe huna mahusiano na Mungu, ambayo vingine kumbe angeweza kukuambia akakuguide ukaweza escape from chochote kile ambacho kilikuwa ni kibaya, ambacho labda kilikuwa kimepangwa na yule mwovu mbele, au sometimes ni just the wrath of God upon you. Amina. Kwenye verse 5 ndio pale tunaona Waisraeli wanapiga kelele kwa sauti kuu, tunaambiwa mpaka nchi ikavuma. Kuna mtu ameongelea hiyo kwamba sometimes kuna makelele tu unakuta makanisani, lakini what did it mean? Kwa sababu nilikuwa najiuliza walikuwa wanapiga kelele kwa sauti kuu, was it out of reverence for God? Definitely not, kwa sababu tunaona huku nyuma tayari kwamba tayari walikuwa hawako naye kimahusiano vizuri, au ndio ule ushabiki. Maanake sometimes unaweza ukawa unashabikia kitu hata ukijui, inakuwa kama ni mpira tu ambao kila mtu anashabikia basi, au just emotions. Kwa sababu nao sasa sanduku limekufa, tulikuwa tumeshapoteza watu wengine wamekufa, basi nao Mungu, sanduku la Mungu limekuja, nao sasa we are going to be saved out of this. Lakini na sisi kumbe tunafanya the same way, kwa sababu tunaweza tunakaa tunashangaa ilikuwaje wanapiga kelele kwa sauti kuu. Sasa tunajiuliza na sisi tunafanyaje? Yeye ambaye anaona mioyo yetu anasemaje? Bwana Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi, alikuwa anaongea nao kwenye Mathayo 15 mstari wa 7 na mpaka wa 9. Bwana Yesu alisema, enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na hiyo alikuwa amekoti kutoka kwenye Isaya 29:13. Lakini the same way kumbe na sisi tunaweza tukawa tuna maneno mengi yanatutoka mdomoni ambayo mtu akitusikiliza anaweza akasema huyu yuko vizuri kweli na Mungu wake. Kumbe ndani ya moyo wangu kuko niseme empty, yani sina mahusiano mazuri na Mungu, niko empty moyoni mwangu,
moyo wangu uko mbali na Mungu. Kwa hiyo inakuwa work ndani yangu ninayofanya yote ni zero. Mwanadamu ataona napiga makelele kama vile namuogopa sana Mungu na muheshimu, kumbe ninafanya tu kwa ajili ya kutaka kupata sijui niite nini, sifa kwa watu labda. Na John 4:13 nakwambia Mungu ni roho, nao wamwabuduye yeye mwapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana ili tuweze kumwabudu yeye katika roho na kweli, maana tukienda tu hivi hivi kimazoea na kutaka tu kuonekana tunapiga makelele wakati hatuna ni natafuta lack of better, yani hatuna yale mahusiano personal na Mungu, the fellowship with the Holy Spirit hatuna. Ina maana tunakuwa tunaongea tu midomoni, hatujui chochote kuhusu Mungu, lakini tunaishi tu kama mtu mwingine yule ambaye hamjui Mungu in a way. Tunaona Wafilisti na wenyewe katika verse 6 mpaka 8 walisikia mshindo wa zile kelele, wakasema maana yake nini? Neno la Mungu linasema walitambua kwa sanduku la Bwana limefika kambini, wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Wakasema ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hao walio hodari? Na ndani hawa ndio miungu waliowapiga Wamisri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Hawa wanapiga kelele na wenyewe, wale wanapiga kelele, lakini tunaona kwamba walikuwa wanapiga kelele tu za mdomoni, lakini hawa wanapiga kelele kwa sababu tunaona wanapiga kelele, wanaiassociate na kile ambacho wamekisikia kwa habari ya Mungu wa Israeli. Neno la Mungu linatuambia katika Yoshua 5:1, ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Kanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo wale rivals niite wa Israeli, wala walikuwa hawahitaji kupigana na wana wa Israeli kwa sababu tayari walikuwa wameshasikia Mungu wao ana uwezo wa kukausha maji, watu wakavuka katikati ya sehemu ambayo ina maji, wakavuka sehemu ya nchi kavu. Kwa hiyo kutokana na yale matendo ambayo huyu Mungu wao walikuwa wanayafanya, walikuwa wanaogopa. I borrowed these kutoka kwenye nani ya review kuhusu kusikia. Romans 10:17 natuambia basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Waliposikia jinsi Bwana alivyokausha maji, ndio wakaogopa, mioyo yao ikayeyuka na hawakuwa na nguvu tena, lakini because walisikia, which means haya matendo makuu ya Mungu wa Israeli yalijulikana kwa wengine pia. Yalijulikana vipi? Ni kwa sababu kuna watu waliongea. Nikawa nakumbuka nguvu ya ushuhuda, jinsi ambavyo mtu anaweza akaenda akasimama mahakamani akasema kitu, alafu mtu akapelekwa jela, hata kama sometimes amedanganya, lakini kwa sababu hakuna ushuhuda mwingine uliosimama against that, huyu mtu anakuwa convicted kwa kitu ambacho labda hakufanya kabisa. The same way, ushuhuda mambo ambayo Mungu anatufanyia yana nguvu kubwa sana ya kuweza kufanya watu wengine wakamjua Mungu wetu, au wasimjue kabisa, wakataka yani wasiwe na reference ya kusema Mungu wa Israeli, Mungu wa Belinda yuko hivi. Ufunuo 19:10 nasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kumbe sometimes when you share kitu ambacho Mungu amekufanyia, ule ushuhuda wako ambao unamshuhudia Yesu unakuwa ni unabii kwa mtu mwingine ambaye let's say anapitia either the same challenge. Kwa mfano una testify kuhusu Mungu amekuponya, Yesu amekuponya. Ina maana kwake yule mtu ambaye analisikia, kwake ile inakuwa ni roho ya unabii kuhusu uponyaji. Anaweza akapokea, akisikia jinsi ambavyo Mungu amekufanyia wewe kuhusiana kwenye whatever challenge that you are going through, na ukashuhudia kwamba Bwana Yesu alikutoa katika hiyo scenario, inakuwa roho ya unabii kwa yule mtu. Kwa hiyo yule mtu sasa anapokea
kutokana na kusikia kwake ambako sasa kumejenga imani ndani yake katika lile neno ambalo wewe ulikuwa umeshuhudia. Mungu atusaidie tusikae na shuhuda zetu tushare kwa watu wengine wakapate kujua matendo ambayo Mungu ametufanyia. Na kitu kingine ambacho sasa ndo nikawa najiuliza kwamba hivi kwani sisi tunafanya kitu gani tofauti na mtu asiyeamini? Kwa sababu kama wale ambao walikuwa hawamjui Mungu, hawatembei naye Mungu wa Israeli, wakawa wanaogopa na wanasema ole wetu, na wale wengine ambao walikuwa na Mungu wao lakini hawamjui kuhusiana na matendo yake makubwa ambayo anaweza yakafanya na uwezo alionao. Yakobo 2:19 anatuambia wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Kwa hiyo sasa what is the difference? Kama mimi naamini sawa, natenda vyema, lakini mashetani nao wanaamini na kutetemeka, ina maana kwa hapo mashetani wanaamini na kutetemeka kuliko wewe ambacho unakifanya unaamini and then umekaa tu pale unaishi kama alivyosema Daniel, business as usual. Wafilipi 2:12 natuambia basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Basi Mungu atusaidie ili katika wokovu ambao tunatembea nao tukapate kuutimiza kwa kuogopa na kutetemeka, tukijua kwamba as Sister Razia said, Mungu is so powerful. Sio wa kumchukulia tu hivi. Tunafikiri kwa sababu tunaishi, tunaona tu tunaenda hivi na hivi, hatujawahi kuona mambo fulani mabaya. Sometimes unajikuta kwamba unachukulia kama ni kitu cha kawaida kuwa na Mungu ndani yako, lakini kumbe tunatakiwa kutimiza wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Mungu atusaidie katika jambo hilo. Kwenye verse 9 tunaona wale Wafilisti wanatiana moyo, iweni hodari na kufanya kiume yenye Wafilisti, msije mkawa watumwa kama wao walivyokuwa watumwa wetu. Nimeona persistence hapa. Hawa watu hawakukubali kushindwa, even though walikuwa wanajua matendo ya Mungu wa Israeli na walikuwa wamesikia walichowafanyia wa Misri na yote yaliyotokea. Ina maana mpaka habari ya kufa kwa wazaliwa wa kwanza wa Misri, ina maana walikuwa wanajua, lakini wakasema hapana, fanyeni kiume mkapigane nao. Bado anaendelea kujitia moyo. Yohana 16:11 anatuambia kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Shetani ameshahukumiwa miaka 2000 iliyopita, lakini imemfanya ameacha kuendelea kuhakikisha anapata watu wa kwenda nao motoni? Hapana, bado anaendelea kufanya kazi mpaka leo, yani hajakubali kushindwa. 1 Peter 5:8 inatuambia muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye zunguka akitafuta mtu ammeze. Bado yuko anaendelea kufanya kazi, ingawaje tayari alishahukumiwa, anajua ameshashindwa, and that much he knows, lakini bado anaendelea, hajataka kukubali kushindwa, anaendelea kufight with whatever little time amebakiza, aendelee kuangalia anapata watu wangapi. Na sisi kama watu wa Mungu sometimes nafikiri tunakata tamaa mapema sana. Yani roho ya persistence sometimes tunakuwa hatuna. Unakuta, nijitolee mfano mimi mwenyewe, sometimes nakuwa naombea kitu and then I give up mapema sana. Yani umeomba siku ngapi hivi, umeshaacha, unakamata prayer point nyingine. Ile roho ya kupersist hamna. Au ndio mtumishi wa Mungu yuko kanisani, labda anahudumia, yuko kwenye huduma fulani, and then kikatokea kitu fulani cha kumkwaza, either watu wamemsema vibaya au whatever has happened. Mara nyingi inakuwa rahisi sana kuquit, kasema bwana mimi sitaki, ngoja niwaachie waendelee. Unakuta mtu anakaa anajitenga. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwenye mambo yake, tuwe na roho ya persistence ya kuendelea kumtumikia. Bwana Yesu alikuwa anatukumbusha kwa habari ya maombi katika Luka 18:1, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa Mungu atusaidie kwenye mambo yake, basi tuwe na persistence, tusikate tamaa upesi, kama ambavyo tunaona hawa watu, ingawaje walikuwa wanajiona kama walikuwa wanajiona wameshashindwa, lakini wakasema no way, bado tunaendelea kufight. Kwenye verse 10 tunaona wanapigwa tena.
Neno la Mungu linatuambia wakakimbia kila mtu imani kwake, wakauawa watu wengi sana. Maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. You can imagine watu wengi kiasi gani hawa 30,000 ambao wameuawa. Lakini Mungu alikuwa ameongea na wana wa Israeli. Ukiweza kusoma Kumbukumbu la Torati verse 28, chapter 28 ile, Mungu alikuwa ameshaongea nao kuhusu haya mambo. Nitasoma baadhi ya mistari. Mstari wa kwanza unasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na mstari wa 7 anasema, Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Tunaona hapa wao wamepigwa na wakakimbia kila mtu imani mwake. Kwa nini? Kwa sababu ile sehemu ya pili inasema kuanzia mstari wa 15 na 25 ndio nitakao soma. Anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7. Kwa hiyo tunaona hawa wanapigwa na kukimbia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakutaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wao na kutaka kufanya maagizo yake na amri zake ambazo alikuwa amewaagiza. Na Mungu alisema wasipofanya hivyo hizi laana zitawafuata na kuwapata. So the same way hata sisi leo today it still applies mpaka kwetu leo hii. Mungu anasema katika Yohana wa kwanza 3:8, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo kumbe tunapokuwa tumetenda dhambi mojawapo ni kutokuwa obedience, kutaka kusikia neno la Mungu na kulitenda kama ambavyo anasema, ambao ni kitu tunakosea sana. Niseme mwenyewe, labda mimi mwenyewe nakosea sana several times. Unajikuta kabisa you should do this, lakini unafanya kitu kingine. Mungu anisaidie kwenye hilo. Katika Waefeso 4:1-27 ukiweza kusoma ile yote ni vizuri. Mtume Paulo alikuwa anasema, kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, muenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwenye one of the English version nasema do not give him a foothold. Ina maana unakuwa umempa sehemu sasa ya kuingilia. Ameelezea vitu vingi sana pale kwa mtu anavyotakiwa kuishi katika Kristo. Kumbe ni sisi tunampa ibilisi nafasi. Basi Mungu atusaidie kuweza kutambua ni wapi ambako tunampa ibilisi nafasi, ili tuweze kuacha na kumgeukia Mungu, ili akose hizo nafasi za kuweza kuingia kwenye maisha yetu na kusababishwa uharibifu mwingine ambao unakuja, na mauti nyingine ambazo zinakuja, ambazo kumbe tungemfuata Kristo zisingekuwa sehemu yetu. Na verse ya 11 tunaona sanduku linatwaliwa, Hofni na Finehasi wanauawa, wale watoto wawili, kama ambavyo alishare nafikiri Sister Kanana. Tunaona Mungu analitimiza neno lake. Aliongea, kuna mtumishi ambaye alienda kuongea na Samueli katika 1 Samuel 2 kuanzia mstari wa 27 mpaka 36. Lakini pia tunaona pia Samueli mwenyewe alipewa tena huu ujumbe katika Samueli wa kwanza 3:11 mpaka 14 tulisoma 2 weeks ago. Neno la Mungu akilisema linakuwa, unless of course mwenyewe aamue kubadilisha, kama ambavyo alibadilisha hii kwa sababu alikuwa aliongea akasema, alikuwa anamwambia wakati anaongea kwenye Samueli 1:2-27 mpaka 36, alimwambia ila kwamba nimebadilisha kile ambacho nilisema kwamba wewe utakuwa kuhani wangu pamoja na familia yako. Akawa anatoa hiyo kwamba haitakuwa tena. Isaya 55:11 inatuambia, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa neno ambalo Mungu ameliongea linakuwa. Na as much as
hii inakuwa ni source of hope kwetu sisi wakati tunaomba na kumtegemea Mungu kwa jambo fulani kutokana na ahadi ambazo ameshatupa. Lakini the reverse is also true, kwamba Mungu ambaye alisema kwa mfano kwa habari ya hukumu zake, nayo the reverse is also true. Kwa hiyo tunatakiwa tuitambue kwamba as long as Mungu amesema litakuwaje, sometimes hatuwezi hata kujua litakuwaje, lakini suffices to say kwamba tunatakiwa tujue kwamba litatimia. Na Mungu alikuwa amemwambia Samueli, na hii ndio ishara itakayokuwa kwako, itakayowapata wana wako wawili, Hofni na Finehas, watakufa wote wawili katika siku moja. Kwa hiyo hii ilifanyika kama ishara, na tunaona kwamba Samueli anaiona hii ishara, na baadaye na yeye anakufa the same day, lakini aliiona before he died. Ilikuwa ni ishara ya kujua kwamba okay, sasa kumbe ile judgment ambayo Mungu alisema inakuja kwangu na uzao wangu wote ndio imefika sasa. Today ndio imeanza, kwa sababu walikufa wote katika siku hiyo moja kama ambavyo Mungu alikuwa amesema. Kuna mtu aliuliza swali wakati tunafanya review, nikaamua kuiweka katika namna ya Kiswahili hivyo, kwa maana nilikuwa sijaiongelea vizuri sana before. Kwa nini Mungu aliruhusu sanduku la agano litwaliwe? Tunaona dhambi ambayo haikuwa imetubiwa na wana wa Israeli, ambayo of course tunaona makuhani wenyewe walikuwa na nafasi katika hilo. Tunaona pia hata ina maana hata wazee wale wa Israeli na wenyewe somehow kuna kitu na wenyewe hawakuwa wako sawa na Mungu, kwa sababu kama kwa nafasi waliopewa na tunavyoambiwa kwamba walikuwa ni watu ambao wacha Mungu, ina maana wangekuwa wako vizuri na Mungu, hata wao basi wangeweza kupiki yale mapungufu mengine ambayo yalikuwa yanatokea. Not to mention kwamba dhambi ya makuhani waliokuwa wanafanya ilikuwa inaikosesha pia taifa zima, na Mungu alikuwa anataka tutoke kwenye yale mambo ya kimazoea ya kuchukulia uwepo wake na nguvu zake kama ni kitu tu cha kawaida ambacho we can play with, jinsi ambavyo tunajisikia. Kama ambavyo tumediscuss huko nyuma, watu wengine wamechangia, wamesema kwamba sio kama vile ni good luck charm ambayo unaichukua tu, you can toss it anywhere you want. Ukamtafuta Mungu ukiwa na shida zako, ukitaka tu kwamba okay, nisaidie kwenye hili, baada ya hapo tutaonana kesho nikiwa na shida nyingine, lakini sio. Kwa hiyo inakuwa kama pia ni fundisho kwa sisi sasa ambao tunakuja kusoma na kuendelea katika kujifunza kwa habari za Mungu na his character as God. Wow, sorry, nilikuwa sijui kama muda umepita mpaka saa 11:08. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sijajua nafanyaje baada ya dakika hizo nyingi zilizopita na bado sijaanza the next chapter. Bado na slides nyingi kidogo. Unafikiri itakuwa better ufanye next week au ili tusikimbizane? Au unafikiri dakika ngapi If it's possible. Kwa sababu bado hatujasoma kabisa na watu hawajachangia at all. Yeah. And then if it's possible we can Tufanye do next next week. week. Tufanye next week. Okay. Amina. Basi nikurudishie moderator kipindi. Amen. Ubarikiwe sana sana na mbarikiwe wote mliochangia. Kwa hiyo nitaomba Victoria utufungie kwa maombi, lakini kabla hatujafunga, naomba tukimaliza kufunga Ni sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo
alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.